Hello, karibu sana Imara Ndani ya Kristo. Kipindi kilichopita tuliangalia kundi la kwanza ambalo ni kundi la watu ambao wanategemea watu wengine ili kuendesha maisha yao. Hawa wanaitwa dependent group. Leo tutaangalia kundi la wanaojitegemea lakini wanakopa. Hawa ni struggling independents. Kundi hili linakuwa linajumuisha watu ambao wanajitegemea kwa kazi au biashara ndogo ndogo, lakini kipato chao ni cha kusuasua, kwamba yani ili aweze kuendesha maisha yake ni lazima aweze kukopa mara kwa mara, na hiyo mikopo ambayo anachukua ni mikopo kwa ajili ya kumudu gharama za kila siku, yani kununua chakula, kununua mavazi, kulipa kodi, ndo anaweza kuishi kwa namna hiyo. Na sifa kubwa ya hili kundi, kwanza wanakuwa na kipato cha chini, ni cha chini sana. Si masikini kabisa, wanafanya kazi au biashara ndogo ndogo kama kuuza sokoni hivi, anakuwa labda mtu ni bodaboda, ni winga au ana kibarua, lakini hela anayopata haiwezi kutosha matumizi yake ya kila siku. Sifa ya pili ya hili kundi ni watu ambao hujitahidi sana kutunza familia, yani anatumia nguvu zake zote, kwa sababu kwanza ana moyo wa kujitegemea, na mara nyingi hawategemei msaada wa moja kwa moja kutoka kwa ndugu au serikali au marafiki. Na ile mikopo ambayo wanakopa, kumbuka kwamba huyu mtu anakopa mara kwa mara. Kwa mikopo anayochukua ni mikopo ambayo hutumiwa kujazia lile pengo la kipato alilo nalo, kwamba amepata kipato lakini hii hela aliyopata inatosha labda chakula, haitoshi kulipa kodi. Anafanyaje? Anakopa. Kwa mkopo anaochukua ni mkopo ambao sio kwa ajili ya kuwekeza, bali ni matumizi ya kila siku. Na sifa ya 4 ya hili kundi ni wana ndoto na juhudi, lakini kinachowakwamisha zaidi ni ile hali ndogo ya kipato, ambayo hiyo hali inawezekana imetokana na ukosefu wa mtaji au elimu ya fedha au msaada wa kimfumo ambao unaweza kusapoti mazingira yao na juhudi zao za kuweza kujiinua kiuchumi, kwa sababu ni kundi la watu ambao wanapambana sana. Naweza tukasema muda mwingine wanakuwa ni very hard workers, lakini ukosefu wa hivyo vitu kama mtaji na elimu ya fedha na msaada wa kimfumo unakuwa unawakwamisha. Sasa changamoto kubwa ili kundi ambazo inakuwa linazipitia, cha kwanza ni ukosefu wa mitaji ya kuendeleza shughuli zao. 2 ni mikopo yenye riba kubwa na masharti magumu. Na 3 ni kutokuwa na elimu ya kifedha kuhusu jinsi ya kusimamia mapato na matumizi. Ukiangalia kwenye Hosea 4 mstari wa 6 nakwambia, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwamba mtu kwa sababu hana elimu kuhusu mikopo, hana elimu kuhusiana na riba, yeye anakopa tu ili aweze kuendeleza maisha yake. Lakini changamoto nyingine anayokuwa anaipata mtu wa kwenye hili kundi ni kwamba matatizo ya afya au majanga ya kifamilia yoyote, au kama biashara imeweza kukwama, imekwama, haijaleta faida ile anayoitarajia, lazima huyu mtu na familia yake wataathirika kwa kiwango kikubwa sana. Lakini changamoto nyingine ambazo ili kundi zinazipitia ni changamoto ya kutokujengewa uwezo na kutokuwepo mfumo mzuri wa kuwawezesha hili kundi. Changamoto ni nyingi, lakini je, mtu afanye nini? Achukue hatua gani za kujitoa kwenye kundi hili? Hatua ziko nyingi, lakini tutaangalia hatua chache ambazo ni za muhimu. Hatua ya kwanza ni kupata elimu ya fedha, yani huyu mtu ajifunze kuhusu budget, kuweka akiba, kutumia fedha kwa busara, lakini pia ajifunze namna ya kuongeza kipato, kwamba anaongezaje kipato. Njia nyingine ambayo anaweza kutumia kuongeza kipato chake ni kujiunga na vikundi vya kuwekeza na kukopa, yani vikoba, ambapo wanaweza kukopa kwa riba nafuu na kupata elimu ya ujasiriamali, kwa sababu vikundi vingi vinakuwa vina fursa ya kuweza kupata
elimu ya ujasiriamali, elimu ya riba, elimu ya fedha na mambo kadha wa kadha. Lakini pia ukiangalia kwenye Biblia, Mhubiri 4:9 anasema 2 ni afadhali kuliko mmoja, maana wana thawabu njema kwa kazi yao. Unapokuwa mmeungana 2 ni rahisi kuweza kuvuka changamoto ambazo mnakuwa mnazipitia. Lakini hatua nyingine ambayo unaweza kuchukua ni ujuzi na mafunzo ya kuongeza kipato. Kwamba ukipata mafunzo ya ujasiriamali au ufundi ambavyo unapokuwa unafanya kazi za mikono au unafanya kazi, siku hizi kuna maendeleo mengi ya teknolojia, kwamba ukipata teknolojia ambayo itaweza kukusaidia, ukapata ujuzi ambao unaweza ukakusaidia kwenye teknolojia ya habari, unaweza ukajiingizia kipato kwa kutumia simu au kompyuta, kifaa chochote cha electronic ambacho utakuwa nacho. Lakini hatua nyingine ya kuweza kujitoa kwenye hili kundi ni kubadilisha tabia ya kifedha, kwamba kujifunza kulingana na kipato chako. Yani epuka mikopo isiyo ya lazima. Kama chakula chako unaweza ukapata kile chakula cha msingi, unaweza kutosheleza yale mahitaji yako ya msingi. Vile vitu vingine ambavyo ni nyongeza ambavyo sio lazima, usichukulie mikopo. Na hatua ya 5 ambayo unaweza kuchukua ili kutoka kwenye hili kundi ni kutafuta fursa za mitaji ya ruzuku au mikopo rafiki kutoka kwa taasisi au jamii au serikali ambayo inakuwa inatoa mikopo ambayo ni ya riba nafuu, haitakuumiza sana. Kumbuka kwamba unapochukua hii mikopo, unachukua sio kwa ajili ya kuzalisha faida. Umechukua ili uweze uendeshe maisha ya kila siku. Mtoto amekuwa maada shuleni, umeona haendi shule, ukakopa ili aweze kusoma. Kwa hiyo tumia hii mikopo ya kwenye vikoba ambayo muda mwingine inakuwa ina mikopo ya jamii ambayo inakuwa ina riba nafuu sana. Lakini pia hatua nyingine unaweza kuchukua ni weka malengo ya kifedha ya muda mrefu, kwamba ukishajua kwamba malengo yangu ni haya, anza kufuata hizo hatua kadha wa kadha za kuweza kufikia malengo ambayo umejiwekea. Lakini hatua ya mwisho ambayo naweza kusema, kuna vitu ambavyo tunasema maisha yanaanzia rohoni. Kwa hivyo ni lazima kumtegemea Mungu na kutegemea ahadi za Mungu kwamba atakufanikisha. Na pia tusijitegemee kwenye nguvu zetu wenyewe. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati ule mstari wa 12, anatuambia Bwana atakufunulia hazina yake njema na hutakopa bali utakopesha. Kwa maana hiyo kwamba kadri tunavyozidi kumwamini Mungu ndivyo anazozidi kutuimarisha kwenye maisha yetu kwenye kila eneo. Kama ambavyo tunasema kila siku tunakuwa imara ndani ya Kristo, kwamba Kristo ndo anayetuimarisha kwenye maeneo yetu yote, kifedha, kiuchumi, kiimani, lakini hata maisha jinsi ambavyo tunaishi. Kuna namna nyingi ambazo unaweza ukasaidika kupitia hii channel au kupitia hivi vipindi ambavyo vinaendelea mahali hapa, kwamba kadri unavyozidi kujituma kulenga kubadilisha maisha yako, kubadilisha mtazamo wako, na utakapokuwa unafuatilia kwa karibu sana kwenye huu mtiririko wa haya masomo, utagundua kwamba utapata maarifa, utapata ujuzi na msaada wa kifedha na pia kuimarika kiimani. Kama una swali binafsi, unaweza ukatuma ujumbe wako 0787337979 au ukajiunga kwenye group la Take Charge of Your Money kwa kutumia namba nilizozitaja za 0787337979. Ninachokuambia ni kwamba kila siku tunakuwa imara ndani ya Kristo. Endelea kupambana, endelea kujifunza, endelea kuchukua hatua ili uweze kuhamia kundi lingine.